Serikali imejipanga na kudhamiria kuwa na uchaguzi huru na wa haki ambao viongozi watachaguliwa kutokana na uwezo wao wa kuwaongoza na kuwahudumia wananchi na sio kwa kuwarubuni wapiga kura kwa rushwa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kutimiza azma hii ya serikali, TAKUKURU imejipanga kudhibiti na kuzuia rushwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa kutoa elimu kwa umma kwa kutumia njia mbalimbali kuhusu madhara ya rushwa katika uchaguzi, kufuatilia nyendo za wagombea na wapambe wao kwa lengo la kuzuia vitendo vya rushwa, kukusanya taarifa za kiintelijensia kuhusu vyanzo vya mapato ya wagombea, wapambe na vyama vya siasa ili kudhibiti matumizi ya fedha haramu, kuchunguza na kuwachukulia hatua za kisheria wagombea na wapambe watakaojihusisha na vitendo vya rushwa wakati wa uchaguzi wa mwaka 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, mwaka 2023-2024 serikali iliwezesha TAKUKURU kuajiri watumishi 350, kununua magari 178 na vitendea kazi vingine ili kuimarisha utendaji kazi katika ngazi ya mikoa na wilaya. Serikali itaendelea kuiwezesha TAKUKURU kwa watumishi, fedha na vitendea kazi ili iweze kutekeleza majukumu yake ya kuzuia na kupambana na rushwa hapa nchini. Mheshimiwa Zahoro. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali na kwa sababu waheshimiwa wabunge wataendelea kuwepo hapa kwa miezi mitatu inayokuja, lakini bado mazoezi kule kwenye majimbo yao yanaendelea kufanyika, na kwa sababu serikali imesema kwamba mwaka 2023-2024 imeajiri watumishi 350, je, idadi hii ndio idadi hitajika au bado kuna mahitaji, na kama yapo nini kinafanyika? La kwanza. La pili, Mheshimiwa Waziri, ningeomba utusaidie. Kumekuwa kukijitokeza kwa dhahiri dalili za uvunjifu wa amani kwa lugha na kejeli na mambo mengi sana. Sasa ningeomba serikali iliambie bunge lako, je, mmejipangaje kama serikali ili kuhakikisha kwamba uchaguzi unaokuja utakuwa wa salama, wa huru na haki na hakuna mtu ambaye anayeweza kuzuia uchaguzi kwa mujibu wa katiba? Asante. Mheshimiwa Waziri, swala la kwanza linahitaji takwimu. Kama unazo zijibu, kama huna utazitoa baadaye. Sawa. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru. Ninaomba kumjibu Mheshimiwa Zahoro maswali yake ya nyongeza kama ifuatavyo. La kwanza, serikali ya awamu ya sita toka imeingia madarakani imeweka nguvu kubwa sana katika kupambana na rushwa, kuzuia na kupambana na rushwa. Na katika kufanya hivyo tumeweza kupata vitendea kazi ambavyo kweli hatujawahi kupata kwa kiasi hicho toka chombo hiki cha TAKUKURU kuanzishwa. Kupata magari 178 kwa TAKUKURU mapya, na ambao hawakupata mapya basi ya kwao ni mazima sana. Kwa hiyo itatusaidia katika kupambana katika ngazi ya wilaya. Lakini katika kipindi cha miaka toka serikali ya awamu ya sita ilipoingia madarakani 2022 mpaka 2025, hivi sasa tumeweza kuongeza watumishi 1190. Watumishi hawa sisi tunaamini wanatosha. Karibu kila ofisi sasa kwenye wilaya zetu zina watumishi kuanzia 5 hadi 15. Sisi tunaamini hawa wanatosha kuweza kupambana au kupeleka elimu, kwa sababu sehemu kubwa ambayo tunataka kujikita nayo ni kuhakikisha kwamba elimu inatolewa kwa njia mbalimbali, kuhakikisha kwamba wananchi wanajua madhara ya rushwa. Lakini la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Zahoro ameuliza juu ya wale ambao wameanza harakati, dalili za kutumia rushwa, lakini kuanza harakati ambazo zinapelekea uvunjifu hata wa amani. Na niseme tu, nchi yetu ina uzoefu mkubwa katika kushughulika na chaguzi, na kwa sasa tumeshafanya chaguzi takriban mara 7. Uzoefu huu unafanya nchi yetu kuwa mwalimu wa demokrasia katika kanda yetu huu, na kwa hivyo nikuhakikishie kwamba kwa wale ambao wamejiandaa kuleta fujo au kuleta mambo ambayo yanaleta sintofahamu kwa jamii, serikali hata siku moja huwa haipumziki wala hakuna gap. Serikali ipo, na hata kama tuko hapa na wengine wako hapa, lakini serikali ipo na vyombo vyetu katika kusimamia sheria huwa vina ushirikiano. Kwa hiyo hakuna mahala ambapo kutakuwa kuna upungufu wa watu wanaosimamia sheria.
nataka nikuhakikishie kwamba serikali imejipanga katika kusimamia uchaguzi wa mwaka 2025 kama ambavyo tumeshughulikia chaguzi nyingine kwa mafanikio makubwa. Mheshimiwa, tunaendelea. Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano wa Mazingira, Mheshimiwa Bakar Hamad Bakar. Je, kwa kiasi gani Zanzibar inanufaika na fedha zitolewazo na wadau wa maendeleo kupitia serikali ya muungano kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita? Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa sheria ya mikopo, dhamana na misaada sura 134 imeweka utaratibu wa namna serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inavyopaswa kunufaika na mikopo, dhamana na misaada kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa muktadha huo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikipeleka fedha zitolewazo na wadau wa maendeleo kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kuzingatia sheria hiyo. Mheshimiwa Spika, kupitia fedha hizo, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Miradi hiyo imewasaidia wananchi wa pande zote mbili za muungano kushiriki na kuinua hali zao za kiuchumi pamoja na kuongeza ajira kupitia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Mheshimiwa, nakushukuru. Mheshimiwa Bakar. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza, lakini nipongeze serikali kwa kuendelea kupanua wigo wa upatikanaji wa fedha hizi kupitia wadau mbalimbali wa maendeleo, lakini pia nipongeze kwa ushirikiano mkubwa wa serikali zetu mbili ambazo serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Zanzibar. Lakini nina maswali mawili kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa utaratibu wa mgawanyo wa fedha hizi zinazotolewa na wadau mbalimbali wa maendeleo, utaratibu huu upo kwa muda mrefu sasa. Sasa je, serikali haioni ipo haja sasa kupitia upya utaratibu huu na kuweka utaratibu mpya ambao unaendana na wakati wa sasa? Lakini la pili, je, ni miradi ipi ya maendeleo ambayo Zanzibar inanufaika kupitia fedha hizi? Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Waziri. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu masuala mawili ya nyongeza Mheshimiwa Bakari kama ifuatavyo, lakini nichukue fursa hii nimpongeze sana kwa kuwa amekuwa mdau mzuri wa mambo ya muungano hasa katika kuielimisha jamii. Mheshimiwa Spika, utaratibu upo na utaratibu upo huu kwa mujibu wa sheria na upo utaratibu maalumu, na utaratibu huu umewekwa ambao umeshaeleza wazi kwamba Zanzibar una 4.5 na bara ama kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa Tanzania bara kuna 95.5. Lakini mwambie tu mheshimiwa kwamba bado vikao vinaendelea kukaliwa ili kuona namna ambavyo tunaweza tukaboresha zaidi utaratibu ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaweka muungano huu katika mazingira mazuri. Lakini mheshimiwa, kwa upande wa miradi ipo mingi. Kuna miradi ya COVID ambayo ilisaidia kujenga skuli, madarasa, ilisaidia kujenga hospitali, lakini ilisaidia kujenga